Hujambo na karibu World Sports 14, tuangazie taarifa za michezo zinazogonga vichwa vya habari sehemu mbalimbali kwa siku ya leo. Klabu ya Simba Sports imetangaza rasmi viingilio vya mchezo wake dhidi ya watani wao wa jadi Young African Sports Club utakaochezwa Jumapili ya Mei 3 mwaka 2026, ikiwa ni mchezo wa duru ya pili kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo huo wa dabi ya Kariakoo utapigwa kwenye dimba la Meja Jenerali Samuhyo jijini Dar es Salaam na unatarajiwa kuvuta hisia za mashabiki na wadau wengi wa soka nchini. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na uongozi wa klabu ya Simba, viingilio vya mchezo huo vimepangwa katika makundi matatu ili kutoa nafasi kwa mashabiki mbalimbali kuhudhuria pambano hilo. Kwa mashabiki wa kiingilio cha chini, kwa maana ya mzunguko, watalipia shilingi 15,000, huku tiketi za VIP B zikiuzwa shilingi 30,000 na kiingilio cha VIP A ni shilingi 50,000. Mchezo huo utapigwa majira ya saa 12 kamili za jioni, muda ambao unaaminika kuwa rafiki kwa mashabiki wengi kuhudhuria uwanjani hapo ili kuweza kujionea pambano hilo. Dabi ya Kariakoo imekuwa na historia ya kuvuta hisia kali, ushindani wa hali ya juu na kujaza viwanja. Maandalizi ya kiusalama na kiutawala yanatarajiwa kuwa viwango vya juu, kwani mchezo huo utafanyika kwenye uwanja unaomilikiwa na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa upande wa timu zote mbili, maandalizi yanaendelea kwa kasi, huko kila upande ukilenga kupata matokeo chanya yatakayosaidia katika mbio za ubingwa kwa msimu huu. Simba na Yanga zimekuwa zikionyesha ushindani mkali hasa kwa kipindi cha hivi karibuni, jambo linaloongeza uzito wa mchezo huu kwa mashabiki na wadau wa soka nchini. Aidha, mamlaka husika zimewataka mashabiki kununua tiketi mapema kupitia vituo rasmi na kufuata taratibu zote za uwanjani ili kuhakikisha mchezo huu unafanyika kwa amani na utulivu. Dabi ya Kariakoo inaendelea kuwa moja ya matukio makubwa ya michezo nchini Tanzania. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa habari zaidi za michezo, tafadhali endelea kufuatilia World Sports 14. Kwa heri.